Na kualika tena rafiki mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Salvation Message TV. Mungu akubariki kwa kuchagua kufuatilia kipindi cha leo. Na leo tuna mwendelezo wa somo lililopita ambalo lilikuwa na kichwa cha somo kinachosema mwanamke mzaa Mungu. Somo lililopita lilikuwa ni sehemu ya kwanza na leo ni sehemu ya pili, na kipengele cha leo kinasema mama wa Mungu. Kipengele cha kwanza kilikuwa kinasema mkingi wa dhambi. Tunamjadili mwanamke anayeitwa Maria ambaye ni mama yake na Yesu Kristo. Baadhi ya waumini wa madhehebu ya Kikristo wamempatia cheo mwanamke huyu kuwa ni mama wa Mungu. Wametumia baadhi ya maandiko katika Biblia kuhalalisha, na moja kati ya maandiko hayo Luka sura ya kwanza na mstari wa 35, lakini pia Luka sura ya kwanza mstari wa 45. Hii yote ni historia ya namna ambavyo mchakato wa Yesu kuzaliwa ulikuwa ukiendelea, na fundisho hili lilitangazwa rasmi mwaka wa 431 baada ya Yesu Kristo, na hii ni kutokana na kikao kilichofanyika cha maaskofu, na mwaka huu wa 431 baada ya Kristo wakalitangaza kwa fundisho rasmi la kanisa. Kwa baadhi ya makanisa ya Kikristo huamini ya kwamba Maria ni mama wa Mungu, amepatiwa cheo hiki. Imefikia hatua kiasi kwamba ziko ibada maalum ambazo zinafanyika kwa ajili ya kumuomba Maria ili watu wapate msamaha wa dhambi. Biblia ina majibu ya haya mambo yote, na kiuhalisia tukumbuke ya kwamba Yesu aliwaonya Wayahudi kuhusu mapokeo ambayo hayana mguso katika maandiko matakatifu. Leo tunakwenda kuangalia kipengele cha Maria kuitwa kuwa mama wa Mungu. Ziko hoja mbili tu ambazo nitazigusa leo, na zingine tutagusa katika kumaliza mjadala huu kuhusu habari ya Maria kuwa mwanadamu wa tofauti kiasi kwamba apewe ibada ili watu wapate msamaha wa dhambi zao. Tutagusa baadhi ya vipengele muhimu sana katika kipindi kingine, lakini leo tutagusa hoja mbili tu za kukataa ambazo zinatoka katika maandiko matakatifu, lakini pia katika lugha asili za Biblia katika Agano Jipya. Hoja ya kwanza ni kwamba tunatarajia ya kwamba mama atangulie kuishi kabla ya mtoto, na hii ni tofauti kidogo. Kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 58 kuna kitu Yesu anakisema hapa. Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Yesu ambaye ni mtoto wa Mariamu anawaambia Wayahudi ya kwamba kabla ya Ibrahimu kuwepo duniani, mimi nilikuwepo tangu zamani. Na hili andiko ukisoma katika reference za Biblia linakupeleka katika kitabu cha Kutoka, pale ambapo Mungu anamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Yesu anatangulia kuwepo. Yesu alikuwepo tangu zamani. Na kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14, yeye ndiye anayeonekana kuwa muumbaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata uwepo wa Mariamu ulitegemea namna ambavyo Yesu aliumba. Sasa leo inawezekana vipi? Ni Mungu wa aina gani huyu ambaye anamuumba mama yake ili aje amzae? Kuna mambo ambayo kidogo tunapaswa kumwelewa Mungu tunapotumia maandiko matakatifu, mafundisho ambayo kiuhalisia hayana mguso katika maandiko matakatifu yanamuudhi Mungu tunapoamini hivyo. Kwa kifupi, Yesu ndiye muumbaji. Wa Kristo wote tunaamini hivi. Kama Yesu ndiye muumbaji, maana yake ni kwamba hata Mariamu alitegemea kuumbwa na Kristo. Na kama Mariamu ameumbwa na Yesu, anawezaje kuwa mama wa aliyemuumba? Hizi ni hoja tu ambazo zinaweza tukazielewa na wala hazihitaji nguvu nyingi, isipokuwa tu uwezo mkuu wa Roho Mtakatifu aweze kuyachambua maandiko matakatifu katika hali ya ubora sana. Hoja ya pili ni lugha iliyotumika katika kitabu cha Yohana sura ya 2 na mstari wa 4. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Hapa ni katika harusi ya Kana, na
Mariamu amempelekea Yesu taarifa ya kwamba katika sherehe ile wametindikiwa na divai, na Yesu anamuita, katika Biblia ya Kiswahili ametumia neno mama, tuna nini mimi nawe, lakini ukienda katika lugha ya Kiingereza ametumia neno woman, yani mwanamke, na katika tafsiri ya neno mwanamke woman katika tafsiri ya lugha ya Kiswahili ni mwanamke au mke. Na sasa twende katika lugha ya Kiunani ambayo ndio ilitumika katika kuandika agano hili jipya. Katika lugha ya Kigiriki Yesu ametumia neno yinega ambalo linatamkika kwa herufi yuvaika. Yinega ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha mwanamke au mke, lakini kama Yesu angemuita Mariamu mama kama ilivyotafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, basi litakuwa itumike neno mitera. Hivyo kwa kifupi, katika maandiko matakatifu hakuna mahali Yesu amewahi kumuita Mariamu mama. Narudia tena, katika Biblia hakuna sehemu yoyote ambayo Yesu amewahi kumuita Mariamu mama. Kama angemuita mama, basi katika lugha ya Kigiriki alipaswa kutumia neno mitera, maana yake ni mama au mwanamke mzaa mtoto, yani mwanamke ambaye tayari ana mtoto au mzazi. Lakini kwa sababu ametumia neno yinega, maana yake ni mwanamke. Sasa najaribu kuiwaza hii nidhamu ya huyu mtoto kumuita mama yake mwanamke. Yani sasa tulitafsiri lile fungu katika lugha ya Kiswahili tukitumia neno la halisi la Kigiriki yinega, yani maana yake mwanamke, kwamba mwanamke, tuna nini mimi nawe, saa yangu haijawadia. Nafikiri tumruhusu Roho Mtakatifu atusaidie katika kuyafasiri maandiko vizuri, na tunapopata nafasi ya kuzitafakari au kuzitafsiri au kuzielewa zile lugha za asili za Biblia, zitatusaidia vyema sana kuelewa lililo kusudi la maandiko kwa wakati huo na maana yake ni nini. Mungu atubariki sana katika siku ya leo, katika somo hili likawe ni mmoja kati ya vigezo bora sana ambavyo vinaweza vikatufanya tukamuelewa Mungu ana makusudi gani. Na andiko hili la Yohana sura ya 2 na mstari wa 4 limetumika pia kumfanya Mariamu kuwa mwombezi kwa watu, jambo ambalo Biblia inakataa. Biblia inaposema ninawaandikia watoto wangu wadogo ili kwamba msitende dhambi, na kama mkitenda dhambi tunaye mwombezi wetu, Yesu Kristo peke yake. Yani ni Yesu pekee ndiye ambaye anatajwa na maandiko matakatifu kuwa kama kuhani, kuwa kama mwombezi wetu. Katika maandiko matakatifu hakuna sehemu yoyote Mariamu amewahi kuitwa mama wa Mungu, na kama Biblia haijasema, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza akasema tukamwelewa. Nikutie moyo rafiki, karibu tena katika kipindi kinachofuata. Asante na ubarikiwe.